Pengine kwa kujua kwamba mechi ya leo hii piga ua garagaza ni lazima washinde ili kuweka hai matumaini yao ya kuwakamata vinara wa ligi Yanga. Wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker walicheza kwa mbinu moja tu kubwa, nayo ni kuhakikisha kwamba Namungo waliokuwa wakicheza nyumbani na wao wapate nafasi ya kucheza. Ndio wamiliki mpira, wajione kana kwamba wanawamudu sana Simba, wajione kana kwamba na wao wanaweza kupata mabao. Matokeo yake Simba kwa janja yao hiyo wakaibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Namungo ambayo ilijitahidi kucheza vizuri sana, lakini mwisho wa siku ikapoteza mchezo huu nyumbani kwa ushindi huo wa mabao 3-1. Mabao ya Simba tunakumbuka vizuri, yalifungwa katika dakika za 12, dakika 25, dakika ya 74 katika kipindi cha pili, huku Namungo wakifunga bao la kusawazisha kwa mkojo penalty katika dakika ya 33. Wafungaji wa mabao mawili ya kwanza ya Simba walikuwa ni Libasege pamoja na Anise Ura, wakati bao la tatu lilohitimisha ushindi wa Simba leo hii liliwekwa wavuni na mtokea benchi Eli Mpanzu Kibisawala. Wakati Namungo bao lao tunakumbuka vizuri liliwekwa wavuni na Makambo baada ya kiungo Yusuf Kagoma kuamuliwa kuonekana isivyo sahihi na mwamuzi wa leo hii kwamba aliunawa mpira, ingawa marejeo ya picha za video yanaonyesha kana kwamba mwamuzi alikuwa amefanya maamuzi makali dhidi ya Simba pasipostahili, kwa sababu Yusuf Kagoma anaonekana akijitahidi kila iwezekanavyo kuficha mkono wake nyuma, lakini bado mpira ukamgonga mkononi katika namna ambayo unaweza kusema mkono hakuwa amekusudia kuunawa mpira, hakukuwa na deliberate action, bali mpira ndio ulifuata mkono ambao alikuwa ameuficha kwa nyuma. Pamoja na yote, mwisho wa siku Simba wakaibuka na ushindi wa mabao 3-1. Matokeo yake wamepunguza tofauti ya pointi baina yao na watani zao jadi Yanga walio kileleni, kwa sababu Simba kwa ushindi wa leo hii sasa wamefikisha pointi 42, huku vinara wa ligi ambao ni Yanga wakiwa na pointi 47. Maana yake ni kwamba sasa tofauti ya Simba na Yanga kwa point ni pointi 5, kwa sababu Yanga na pointi 47, Simba na pointi 42. Kadhalika Azam wanaoshika nafasi ya tatu, wao wana pointi 37. Maana yake tofauti sasa ya pointi baina ya Simba na Yanga ni pointi 5, Simba na Azam ni pointi 5. Yanga wakiwa kileleni, Simba nafasi ya pili, Azam nafasi ya tatu, wenye kushika nafasi ya 4 ni Singida Black Stars, tunafahamu vizuri. Lakini timu zote hizi zimecheza idadi sawa ya michezo. Sasa wamecheza mechi 19, mechi 11 zimebaki kuhitimisha ligi. Sasa leo hii ilikuwa vipi? Ni kwamba Simba chini ya kocha Steve Barker, ujanja wake huu wa kuwatamanisha Namungo katika baadhi ya nyakati na hasa kipindi cha pili, wajione kwamba wamekamata dimba la kati na kuwa wanakwenda kushambulia Simba, lakini Simba wakiwa smart, wakiwa makini katika kupokea mashambulizi hayo, kiasi ya kwamba golikipa wao Mahamadou Tanja Jibo hakuwa anafikiwa mara kwa mara, hata katika nafasi, hata katika nyakati ambazo Namungo alikuwa kimiliki mpira. Ni kwamba Namungo wao baada ya golikipa kulikuwa na walinzi 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, wakati Simba walikuwa baada ya golikipa walikuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3. Kocha Juma Ramadhani Mgunda, kocha wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi Simba, kwenye kikosi chake leo hii alianza na golikipa Malika, halafu nambari 2 alikuwa ni Rogers Gabriel, wakati beki wa kushoto alikuwa ni Julius Machela. Katikati kulikuwa na Hamisi Faki Mgunya. Hamisi Faki Mgunya aliyekuwa akicheza na beki wa zamani Wekundu wa Msimbazi Simba Huseni Kazi. Wakati katika viungo wawili eneo la kati alikuwa na kijana mwenye kipaji Abdul Kiswanya, alikuwa pamoja na mzoefu Hamisi Halifa Nyenye. Yes. Wakati katika viungo 3 wa ushambuliaji kulikuwa na Geoffrey Julius Luzendaze, halafu upande mmoja kulikuwa na Jacob Masawe, mshambuliaji kinara akiwa ni Makambo Heritier, wakati aliyekuwa akionekana kutokea upande wa pembeni kulia ni Hashim Manyanya. Wakati kwa Wekundu wa Msimbazi Simba golikipa Mahamadou Tanja Jibo, beki wa kulia alikuwa ni Shomari Kapombe, wakati kushoto leo hii hakuanza Nixon Kibabage, badala yake alianza mchezaji wa zamani wa Namungo kwa msimu uliopita kabla hajajiunga na Simba ambaye ni Anthony Mligo. Mabeki wa kati kama kawaida kulikuwa na Ismail Olivier Toure, mwenzake alikuwa ni Rushain The Rock.
Katika viungo watatu kulikuwepo na Yusuf Kagoma, lakini vile vile katika viungo hao alikuwepo Chama Kagoma, alikuwepo vile vile na Ino Jospin Loemba. Loemba alikuwa anaonekana kwa hapa, Ino Jospin Loemba alikuwa vile vile na Cletus Chota Chama katika wale viungo watatu. Halafu washambuliaji watatu kulikuwa na mshambuliaji wa kiasili Selemani Mwalimu, alikuja kumtoa katika kipindi cha pili kumuingiza Eli Mpazo Kibisawala na kuwa hana mshambuliaji wa kiasili, badala yake akawa kocha Steve Becker akiwa na force 9 ambaye ni Mpanzo aliyekuja kufunga bao la tatu katika dakika ya 74. Lakini upande mmoja alikuwepo Libase Gay, upande mwingine alikuwepo Anise Ura, ambao hawa ndio waliofunga mabao ya utangulizi, kwa maana Libase Gay na Anise Ura. Kwa hiyo kucheza kwao na Mungu, licha kwamba walionekana na muundo wenye kuwafanya wamiliki zaidi mpira, kuna baadhi ya nyakati walijikuta wakizuia zaidi. Yes, wakizuia zaidi kwa maana viungo wao ukabaji wanakuja kuungana na walinzi wao wanne, lakini pia hata wale viungo watatu ushambuliaji, Jacob Masawe anashuka, Hashim Manyanya anashuka, lakini pia Geoffrey Julius Luzendaze naye alikuwa akishuka kumwacha Heritier Makambo akiwa pekee ili kupata mipira ya kujibu. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba, wao katika muda mwingi wa mchezo hawa watatu wote mcheza yao walikuwa wakiataki, wakishambulia katika maeneo haya, kwa maana kati ya beki wa kati na beki wa pembeni kwa Anise Ura, huku vivyo hivyo alikuwa akifanya Libase Gay, lakini akipata support shambuliaji kinara akiwa Selemani Mwalimu. Kama ilivyo ada, Selemani Mwalimu ndiye alikuwa akipambana pale na kina Mgunya na Huseni Kazi, lakini wakati huo Libase Gay, Anise Ura wakiendelea kupata support kubwa kutoka kwa Cletus Chota Chama wanaposhambulia, kama ilivyo kwa Ino Jospin Loemba, wakati Yusuf Kagoma alikuwa akibaki katika maeneo ya kati akiungana na Ismail Olivier Toure pamoja na Rushain De Rock kuhakikisha wanakuwa salama, wakati shambulizi likitoka upande wa kulia Shomari Kapombe alikuwa akipanda kwenda kuongeza mashpana ya uwanja. Ndivyo pia alivyokuwa akifanya Anthony Mligo wakati shambulizi likiwa upande wa kushoto. Akipanda Kapombe, Mligo alikuwa anabaki maeneo haya, akipanda Mligo, Kapombe haendi mbali sana na kuwa katika maeneo ya kati kujaribu kukabiliana na mashambulizi ya kujibu, wakiungana na hawa mabeki wao wakati ambao nao wanakuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja. Kucheza huku kuliwafanya katika baadhi ya nyakati na Mungu nao kumiliki mpira, lakini usiokuwa na madhara, kwa sababu hawamfikii golikipa wa Simba Jibo. Kasoro ya Namungo katika kucheza huku ambako matarajio ilikuwa ni kuona wakipeleka huduma ya kutosha, hasa kwa mipira ya kujibu kwa Makambo, lakini kutumia kasi ya wachezaji wake kama Luzendaze, Hashim Manyanya, Jacob Masawe, hata alipokuja kuingia Fabrice Ngoi wa Ngoi, lakini huduma hiyo haikuwa ikienda vya kutosha kwa alikuwa mshambuliaji kinara hapo kabla Makambo, na wala Fabrice Ngoi, na wala Jacob Masawe na Hashim Manyanya hawakupata hiyo mipira kuwafanya wafanye harakati za kwenda kuisumbua Simba eneo la pembeni, badala yake na wao wakajikuta muda mwingi wakitekeleza majukumu ya kuzuia. Lakini jambo lingine ni kwamba Libase Gay na Anise Ura waliwafanya walinzi wa pembeni wa Namungo kushindwa kwenda kujenga mashambulizi, maana Namungo kwenye kushambulia kwao kwa mfumo huu wa baada ya golikipa kwa na walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, walikuwa wakitumainiwa sana Julius Machela na Rogers Gabriel katika uwezo wao ule wa kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja na kufanya kuwe na idadi kubwa ya wachezaji wa Namungo wakati wanashambulia, kwa sababu kutoa fursa kwa Jacob Masawe, Hashim Manyanya kuingia ndani kuungana na Luzendaze na Makambo ili kutengeneza nasibu ya kufunga. Lakini hao mabeki wa pembeni wa Namungo muda mwingi walijikuta wakitekeleza majukumu ya msingi ya kuzuia, kwa sababu ya purukushane za Libase Gay na Anise Ura zilizowanyima fursa ya kwenda kupanda panda kuongeza mapana ya uwanja. Matokeo yake ni nini? Mpaka mapumziko, umiliki wa mpira kufikia mapumziko, Simba walikuwa wakimiliki mpira kwa 62%, wao wako ugenini, Namungo 38%. Huu ni wakati ambao Namungo walikuwa na discipline zaidi katika kuzuia, lakini mpaka mapumziko tayari Simba walikuwa wameshafunga mabao mawili, Namungo bao moja lile litokana na mkwaju wa penalty katika dakika ya 33. Kipindi cha pili ndipo mtego wa Steve Becker ukazidi, kwa maana kwamba sasa kipindi cha pili aliwaruhusu Namungo wamiliki zaidi mpira, lakini pia kocha Juma Ramadhani Mgunda aliona kana kwamba Simba
pengine kuna udhaifu fulani katika eneo lao la kuzuia, na hivyo bila shaka kwenye maelekezo yake kwenye dressing room, mazungumzo kwenye chumba cha kuvalia yakawafanya wawe na ujasiri zaidi, waende zaidi. Mwisho wa siku ikawa baada ya mechi kukamilika, umiliki wa mpira ukabadilika sasa. Namungo wakaongeza umiliki wao kutoka asilimia 38 wakafika 41, Simba ukapungua ukawa asilimia 59. Lakini ni katika kipindi ambacho Simba ndio waliofunga bao katika dakika ya 74 kupitia kwa Elie Mpanzu Kibisawala aliyekuwa ameingia baada ya kutoka kwa Selemani Mwalimu. Ni wakati ambao Namungo walizoa wakati Hussein Kazi pamoja na Mgunya walikuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja, kwa sababu ikumbukwe mshambuliaji kinara Mwalimu alikuwa hayupo. Wao walikuwa wakimiliki zaidi mpira, mara nyingi wakiwa katika eneo la Simba, na matokeo yake wakajikuta wakiingia kwenye mtego wa kwamba kupunguza nidhamu yao katika kuzuia kwa kupanda juu kuwa karibu na kati ya mstari wa uwanja, wachezaji sensitive, wachezaji nyeti sana katika kuzuia, kwa maana walinzi wa kati Mgunya na Hussein Kazi. Matokeo yake mpasiano, kupeana mipira kwa Elie Mpanzu na Anise Ura kukamfanya Elie Mpanzu akimbia umbali mrefu kutokea maeneo ya kati mwa uwanja kwenda mpaka karibu na lango la Namungo kwa golikipa Malika na kupiga shuti kali ambalo lilikwenda wavuni na kuandikia Simba bao la 3, kukata kabisa matumaini ya Namungo waliokuwa wakati huo wakiwa nyuma 2-1, wakionekana kuwa na matumaini kwamba watambulia chochote. Mwisho wa mechi, licha ya umiliki huu kwenye mashuti, leo hii Simba kilichowabeba ni pamoja na umakini katika kuhakikisha kwamba mashuti yanolenga shabaha yanakuwa mabao, lakini ilikuwa kwamba Namungo wamepiga mashuti 6, 2 yakilenga shabaha likiwamo la mkwaju wa penalty lilowekwa wavuni na Makambo, lakini Simba walipiga mashuti 10, kati ya haya 3 yalilenga shabaha, yote yakawa mabao, wakaibuka na ushindi wa mabao 3-1. Kati ya mambo aliyowabeba Simba ni pamoja na mtego huu kwamba kuwashirikisha Namungo na wao wamiliki mpira, kwa sababu vinginevyo wangefunga sana basi, wangepaki sana basi, pengine ingewasumbua katika kupata nafasi za kufanya majaribio, kwa sababu naona mashuti 10, 3 yalenga shabani, kwa sababu kuna kipindi Simba walilazimika kupiga mashuti wakiwa hawako katika nafasi za wazi za kujaribu kufunga kutokana na ulinzi imara wa Namungo. Lakini katika zile nafasi chache ambazo zilitokana na Namungo wakati mwingine kujikuta walinzi wao wakitoka katika eneo lao kuzuia kwa kupaki basi na wao wakipanda, ndipo Simba mashuti 3 yalenga shabaha kadhaa, mabao likiwa lile bao lililowekwa na Mpanzu katika kipindi cha pili. Lakini jambo lingine ni Simba kuweza kustahimili kile kipindi ambacho Namungo alikuwa kimiliki mpira, wakijaribu kufika eneo lao. Ulinzi wa Simba, Ture, Rushen De Reuck, mabeki wao pembeni, Kapombe, lakini pia Anthony Mligo walikuwa imara sana. Kuelekea mwishoni mwa mechi, Steve Barker akaamua kupumzisha baadhi ya wachezaji wake ili kutoa nafasi kwa vijana pia na wachezaji wengine ambao wachezi mara kwa mara. Ndipo ikaonekana kuingia kwa kijana Bashir Kibaila, aliingia Semfuko. Simba kipi watafanya kuhakikisha wanaendeleza makali yao dozi hizi? Kwa mfano leo Namungo amepiga goli 3 kwa mtego ule ule wa kuachia na wao wacheze katika baadhi ya nyakati. Walipiga Fountain Gate mabao 3 kwa mtindo ule ule. Hata katika mechi ya mzunguko wa kwanza dhidi ya TRA United, Simba walishinda mabao 3-0, wakiachia TRA United nayo imiliki mpira, ikiwa inamiliki mpira asilimia 43 au 57, ikaifunga 3-0. Ni mtego ambao ni kuona Simba watauendeleza kwa kiasi gani ili uwape matokeo na hatimaye kuweza kuichallenge Yanga vya kutosha ambayo iko kileleni katika mbio za kuwania ubingwa. Ikumbukwe Simba wana misimu 4 wakiishuhudia watani za wajadi Yanga wakitoa ubingwa back to back mara 4 mfululizo. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.